Ni sababu ya kutokupokea kile ambacho Mungu anataka upokee. Mfumo wa dhambi unazuia kumjua Mungu, unazuia akili yako, unazuia moyo wako kumjua Mungu. Kwa sababu gani? Tayari umewekwa kwenye mfumo. Shetani akikuangalia na kuangalia ni sawa na mtu mwenye simu, halafu imefanywaje, imeunganishwa. Popote anapoenda anajulikana na anaonekana yuko mahali gani. Popote alipo anaonekana anafanya nini, yuko mahali gani, anaonekana. Ndipo shetani ambapo huwa anaangalia wote walioko kwenye mfumo wa dhambi. Akikuangalia na kuona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe Roho Mtakatifu atutoe kwenye mfumo wa dhambi. Ili tumuone Bwana, ili tusimame na Mungu, ili tusikie sauti ya Mungu, ili tuvuke kiwango kingine cha imani. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe na wokovu wa mazoea. Tusizoee neno la Bwana. Neno la Bwana ni jipya kila siku. Neno la Bwana halizoeleki. Tusiwe na wokovu wa mazoea. Tuwe na wokovu wa kuvuka kiwango kimoja kwenda kiwango kingine. Unajitafakari kwanza wewe mwenyewe. Wokovu ni wako binafsi. Wokovu ni wako wewe. Umekubali kumfuata Yesu, lazima upande kiwango kwenda kiwango kingine. Na kwa nini hatua zangu hazitembei? Nini kilichofunga hatua zangu za kiroho nisitembee? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiingia kuomba lazima Roho Mtakatifu atasema na wewe. Ni nini kilichokufunga? Ni hatua gani zilizokufunga? Ni vifungo gani vilivyokufunga? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.